nishughulike na ndoto na uhusiano na shule. Nimesema nimechagua tu zile ambazo mara nyingi sana watu wanakutana nazo. Mfano, ni wangapi ushaikuota ndoto? Ushaikuota, najua sasa hivi labda umeshavuka hapo au bado unakuwa, lakini ushaikuota ndoto na uhusiana na mambo ya kula? Nyanyue video mkono kabisa. Hivi juu kabisa. Na dasome. Ushaikuota, lakini ndio maana mna ile shule sasa, nyie sio wa kawaida tena, mmevuka hapo. Ndoto inahusu nyoka kwa staili yote, lakini okay, naona. Ndoto inahusu elimu. Unaona? So many. Bwana sifiwe. Danieli 1, tujenge foundation yetu. Danieli 1, kuna kitu kinaunguruma ndugu yangu. Sijajua ni nini. Danieli 1, ukipata muda soma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 21. Naomba mstari wa kwanza. Mimi nitasoma mistari michache afu nitaelezea. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu, akauhusuru, akauvamia, akaupiga, afu akauteka. Ndio kuuhusuru. Tuone mstari wa 2. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, Mungu ndogo hiyo, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mstari wa 3. Mfalme akamwambia Ashpenazi. Mtu mmoja anisaidie kusema Ashpenazi. Toa sauti, sema Ashpenazi. Haya ni majina ambayo Yesu anaweza karudi bila kujikuta umeyatamka, si ndio? Lakini angalau leo utamke Ashpenazi. Sema Ashpenazi. Ashpenazi was a principal. Alikuwa ni mkuu wa chuo. Amina. Ashpenazi alikuwa ni mkuu wa chuo. Hiki kilikuwa ni like a state college. State college, kama chuo zamani hapa, sijui kama bado kipo hapa Tanzania. Kulikuwa kuna chuo kimoja maarufu cha zamani. Yaani mtu unaenda kwenye serikali, kwenye chama kidogo, lazima upite hicho chuo. Kinaitwaje wale ambao Pendo hajui kwa sababu anatazama juu Kristo aliko. Lakini somewhere kama Kigamboni au somewhere. Kwa ni chuo cha nini? Kwa sababu si mambo ya uongozi. Yaani ili uive unapita hapo kidogo. Mnakikumbuka? Okay, wale ambao mnaweza kukumbuka. So Babel, are you following? Are you following? So Babel walikuwa na chuo chao. Wakitaka vijana safi, watu ambao watawatumia kwa ajili ya state. State ni nini? Ni dola. Ni nchi, dola, whatever. State ni dola. Si ndio? Watakawatumia kwa ajili ya dola, sio dola pesa. Sawa? Dola labda useme serikali au nchi ili iweze kueleweka. Lazima wapitishwe kwenye hicho chuo. Sema amina. Sema amina. So mkuu wa chuo alikuwa anaitwa nani? Ashpenazi. Wangapi leo umemwelewa Ashpenazi? Ni principal Ashpenazi. Now Ashpenazi mkuu wa matowashi wake, mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Kile chuo huwezi kutokea tu mtaani kama mimi ninavyoishi Nyanembe nikaenda tu. Lazima familia yako iwe ni royal family. Sawa sawa eh? Si mambo ya kizamani yale jamani. Royal family, tu familia kiungwana, familia za kifalme, Kwa hiyo watoto wao ndio wanasoma hapo. Ushaanza kuelewa? Kama zamani kwenye kipindi cha utumwa nilivyosoma historia, niliambiwa kwamba watoto sijui wa kizungu kwa kuna namna wanasoma, wa Kihindi, alafu watoto wa machifu na wenyewe wanapewa gepu, ndio kina Nyerere wakapatia hapo nafasi. Sawa sawa? Ruthi,
Nyerere akapatia hapo nafasi. Mimi ingekuwa changamoto sana enzi hizo. Asante tu Yesu alinizaa kipindi hiki. Kwa hiyo kina Danieli wakateuliwa. Kuna mtu anafuatilia ndoto ya shule. Mtu anasema sasa Ashpenazi na ndoto. Wewe sikiliza. Tena sikiliza vizuri. Usikute ulimuona Ashpenazi. Haleluya. Mstari wa 4. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, lazima wao wamenyooka vizuri, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia, sasa ona kwa sauti, twende 1 2 3. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Sema awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa nini? Alitaka kuwatumia kwenye ufalme. Kwa hiyo wapelekwe shule kwanza. Ukisoma Biblia yako vizuri, hii shule graduation yake ni baada ya miaka hii 3. Walikaa darasani miaka 3. Unaenda mstari unaofuata wa 5. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mingapi? Toa sauti, muda wa miaka mingapi? Unajua maana yake? The school was full sponsored. Shule ilikuwa ina scholarship. Yaani ukishateuliwa kwenye hiyo shule unapewa full scholarship. Malazi, ada, chakula, kulala, kila kitu. Mfalme analipia full scholarship. Nataka nichukue hii kitu ya zamani niilete kwenye lugha sasa hivi ili kila mmoja aweze kuelewa. Sasa nyinyi unasoma Biblia, unasoma tu haraka unapita. Ashpenazi mkuu wa chuo. Sawa sawa. Chuo is a state college. Sawa sawa. Ukiingia pale unapewa nini? Full scholarship. Unalipiwa kila kitu. Kazi yako kusoma. Lakini unachokisoma sio kile unachotaka wewe. Unachokisoma ni kile ambacho serikali na mfalme anataka. Acha nirudie kwa sababu ndio tunaweka msingi wa kufafanua ndoto zinazohusu elimu. Unachokisoma sio kile unachotaka wewe, ni kile ambacho mfalme anahitaji. Ni mahitaji yaliyoko ndani ya mfalme na mahitaji yaliyoko ndani ya nchi, ndio unasoma. Kwa hiyo unatayarishwa kwa ajili ya jukumu lililoko mbele. Sawa sawa? Sawa sawa? Sawa sawa? Miaka 3. Sasa nitawaomba mtapata muda msome hadi 21. Lakini unaona kwamba tusogee mpaka labda 7 hivi. Afu nikisha. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Hanania na Misheli na Azaria. Wakuu wa matowashi wakawapa majina. Alimuita Danieli Belshaza, Hanania akamuita Shadraka, Mishaeli akamuita Meshaki na Azaria akamuita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba Mungu, akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Mstari wa 9. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mstari wa 10. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa Bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kwa azipendezi, na kwa nyuso za vijana harim zenu rika lenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarishwa kichwa changu mbele ya mfalme. Mstari wa 11. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na watupe mtama tule na maji tunywe. Mstari wa 10. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Mstari wa 15.
Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Mstari wa 17, basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Sema, aliwapa maarifa, ujuzi, elimu na hekima. Wapendwa, ndoto zote zinazohusiana na mambo ya elimu, ujue vitu vinavyoongelewa ndo hivi hapa, lakini nitakufundisha vinaongelewa kwa staili gani. Alafu anasema Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Mstari wa 18, hata mwisho wa siku zile alizoagiza mfalme za kuingiza. Aliagiza muda gani? Toa sauti. Aliagiza muda gani? Miaka 3. Is a degree, is a bachelor. Asema muda ulipokamilika, bachelor yao ulipokamilika, mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Mstari wa 19, naye mfalme akazungumza nao. Sema, akazungumza nao. Sasa hakuwaita waone, akawaita akawafanyia interview. Sawa sawa. Mungu asaidie kuelewa hizi ndoto za shule, zinataka utulivu kidogo. Biblia inasema akawaita azungumze nao. Kwa nini anazungumza? Anacheki kiwango cha maandalizi, anacheki kiwango cha maandalizi waliopewa. Sema maandalizi. Ushike maneno vizuri, kwa sababu mtapoanza kutafsiri ikusaidie kuelewa. Kazi ya elimu ni kukuandaa, usisahau hiyo shule. Elimu yoyote inakuandaa, inafanya maandalizi. Elimu yoyote ina jambo la kimaandalizi. Sawa sawa. Elimu yoyote ina jambo la kimaandalizi kwa ajili ya jukumu utakalofanya. Ndio maana ukisikia mtu amesomea ualimu, ameandaliwa na elimu kuwa au kufanya jukumu liloko mbele yake ambalo ni kufundisha. Tumeelewana? Ukisikia mtu ameenda kwenye chuo cha tourism, ukienda chuo cha tourism, elimu ile lazima ikuandae. Usahau neno kuandaa. Lazima ikuandae kwa jukumu liloko mbele yako. Utalipata usilipata liloingia kipi liloko mbele yako, ama ni kuwa tour guide au nini. Huwezi kuniambia kwamba umeenda tourism alafu ukitoka hapo uende ziwani. Tazama, unless kama ulienda kusomea samaki, umesomea upolisi, inakuandaa kwa jukumu. Sema amina. Sasa kina Danieli, I love Bible. Mfalme aliagiza wakae darasani miaka 3. Nini? Waandaliwe kwa ajili ya jukumu analotaka kuwapa. Jukumu analotaka wafanye. Namba 2, kuhusu elimu. Elimu inajenga msimamo ndani yako, msimamo wa kifikra. Inajenga msimamo wa kifikra. Sema amina. Kwa hiyo elimu inajenga fikra ndani ya mtu, na hizo fikra zitaamua hali ya maisha yake. Zinaleta msimamo wa kifikra ndani ya mtu. Ndio maana Biblia inasema Nebukadneza aliagiza wafundishwe elimu ya Kikaldayo. Sema elimu ya Kikaldayo. Unajua maana yake? Anataka kuingiza fikra za Kikaldayo ndani yao. Anataka kuingiza msimamo wa Kikaldayo ndani yao. Anataka kuandaa watumikie
dola ya Ukaldayo. Kuna mtu ananifuata polepole? Kuna mtu ananifuata polepole? Anataka kuandaa watumikie dola ya Wakaldayo. Kwa hiyo lazima wawe na msimamo wa Kaldayo, wawe na fikra za Kaldayo, alafu waandaliwe kwa jukumu liloko mbele. Haya, twende kwenye tafsiri sasa. Litaka niweke tu msingi huu. Ukiota namba moja sasa, litaka tu niweke hiyo vizuri ili uweze kunielewa. Elimu, usisahau hiyo. Elimu hukuandaa hukuandaa kifikra, kimtizamo, kimawazo, kiujuzi kwa ajili ya jukumu fulani. Usisahau hiyo. Ndio foundation ya tafsiri. Elimu hukuandaa kifikra, kimtizamo, kimawazo, kiujuzi kwa ajili ya jukumu lililoko mbele yako. Sasa tuanze kutafsiri. Ukiota ndoto yenye jambo la kielimu, mfano masomo, chuo, shule, mtihani, ada ya chuo ama shule, ukaota madarasa, vitabu, ukaota wanafunzi, au kamuota mwenye chuo au mwenye shule, hiyo ina maana gani? Namba moja, unajulishwa kibiblia ni kwamba unajulishwa aina na kiwango chako imefunua au inakujulisha aina na kiwango chako cha ushirika kimaandalizi. Ushirika kimaandalizi katika mfumo wa elimu unaokutengenezea, nitafafanua, unaokutengenezea maarifa na msimamo inayohitajiwa na mfumo wa elimu husika. Acha nirudie. Ukiona ndoto inayohusiana mambo hii ni ya jumla, masomo, chuo, mtihani, ada, rere, maana yake unajulishwa aina na kiwango chako cha ushirika wa kimaandalizi katika mfumo wa elimu. Lakini elimu inayokutengenezea maarifa na msimamo unayohitajiwa na mfumo wa elimu hiyo. Mfano, utanielewa. Biblia inasema mkuu wa matoashi aliagizwa awafundishe elimu ya Wakaldayo. Sawa sawa. Sema elimu ya Wakaldayo. Sema elimu ya Wakaldayo. Maana yake walikuwa wanatengenezwa na kuingizwa maarifa, ufahamu na msimamo wa kifikra na ujuzi ambao ulikuwa unaamliwa na aina ya elimu waliopewa. Sawa sawa. Hiyo ni maana kubwa. Ndoto za staili hii sio wengi sana naota kwenye tafsiri hii. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, nikupe ya kwangu. Ni miaka zamani sana. Kuna chuo nilikuwa nimemaliza, chuo cha walimu Tarime, nimesoma kwa miaka 4. 92 hadi 96, miaka 4 nimefanya chuo cha walimu Tarime. Kwa hiyo 96 nimerudi town, sema town. Tukaendelea maisha mjini hapa, hakuna ajira. Alikuwa ndo mzee Mwinyi ametoka, amechukua mzee Mkapa. Hali ilikuwa ni ngumu. Kama wale watu wa miaka ile wanakumbuka, mshahara wa mwezi huu, nilikuwa na mjomba wangu ni mwalimu, kwa tunaishi naye huko kijini. Mshahara wa mwezi huu anaupata mwezi unaofuata karibia katikati huko, au ni serikali hiyo, kipindi cha Mwinyi kama wanakumbuka.
Kwa hiyo tumemaliza, hakuna ajira, tuko mtaani. Tulipokuwa mtaani, kila mtu alifanya anachoweza kufanya. Wengine wakaanza kuuza ufagio. Kumbuka sana alitokagi kichwani. Akasema Mungu, mimi nikaa nimpaka rangi mjini hapa. Kaanza kupaka rangi, kavunja na vitasa vya nyumba za watu. Saka sahau ule jamaa alikuja akaniangalia, akaandushia hela, akaniambia ondoka hapa. Nikaokota hela fundi, nikakimbia nje. Sasa nyingine ni vizuri kusema mambo, sababu kuna watu wakikuona wanafikiri ulianzia hapo ulipo. Bwana sifiwe. Kaendelea. Miaka ya 2000 mwanzoni hapo, ghafla nikiwa nimelala nikaona ndoto. Nikaona niko chuo nilichosomea Tarime. Niko pale chuoni. Niko pale kwenye chuo kile ni cha ualimu. Ninazunguka pale, ghafla akaja mtu. Akaambia, "Wewe unatafuta nini hapa?" Akaambia, "Nimekuja kuongeza elimu." Kwenye ndoto. Unaongezaje elimu kwenye chuo ambacho shamaliza level ya elimu yake? Niliposhtuka kwenye ile ndoto, kwa sababu nilikuwa na neno la kutosha ndani yangu, Roho Mtakatifu ananiambia nenda kasome Matendo. Niliposoma pale kwenye kitabu cha Matendo, Biblia inasema Paul na kina Sila na kina Barnaba walikuwa wameazimu kwenda Asia kuhubiri Injili. Lakini usiku wakiwa wamelala, ghafla wakamuona mtu wa Makedonia kwenye ndoto. Amesimama mbele yao, anawaambia, "Vukieni huku mje mtusaidie." Nilipoamka tu kwenye ndoto nikasoma ile maandiko, nikajua ni nini Mungu anasema na mimi kupitia ndoto. Kwa sababu niliona ndoto iko wazi kabisa. Inaelezea aina chuo nilichokuepo. Maana yake inaelezea aina ya elimu. Wangapi ananielewa? Sababu aina ya chuo inaeleza na aina ya elimu. Na yule mtu akaniambia, "Umekuja fanya nini?" Nikamjibu, "Nimekuja kusoma." Sikiliza. Ikawa ni moja msukumo wangu kwamba okay, natakiwa kwenda chuo tena, another level. Kwamba kuna kiwango cha maandalizi. Sasa usije uliona elimu ukaenda kusoma. Nimesema zinapishana. Subiria ya kwako, naweza nikaitafsiri. Kuna kiwango cha maandalizi na mfumo wa kifikra na msimamo na ujuzi ambao Mungu anasema, "Alo, kuna hiki na kitaka kwa sababu ya jukumu ambalo liko mbele yako." Bwana sifiwe. Hiyo ndio ikanipeleka mpaka chuo. Sasa nishaota sana, niko pale chuoni. Nishamaliza chuo miaka mingi, nimeweza my degree, lakini naota niko pale. Sijaenda tena chuoni, sio kafikiri kwa sababu niliona ile ya kwanza nikaenda, hii ya pili inamaanisha hiyo. Hiyo ya pili inaweza kana maanisha tafsiri ya pili. Wangapi ananielewa? Siku zote kufanya tafsiri ya ndoto za shule kidogo ni changamoto, lakini Mungu akusaidie kunielewa. Ukiota uko chuoni sasa au shuleni, shaanza kuwapata watu sasa. Ukiota uko chuoni au shuleni, kwa nini nimesema chuo au shuleni? Kuna watu wanaota yuko shule ya msingi. Kuna mtu anaota yuko chuo. Na sina uhakika kama unaweza kuota chuo hata hujapita chuo, sijui. Sababu sijajua kama huwa wanaotaga hivyo. Lakini kuna mtu anaota yuko shule ya msingi. Au umemaliza chuo kikuu hata una masters 2, lakini unaota unasoma shule ya msingi. Tutayatafsiri, lakini tuseme tu ukiota uko chuoni au shuleni, namba 1, unajulishwa kiwango ulicho nacho kimaandalizi katika fikra zako ukilinganisha na jukumu ulilonalo au lililoko mbele yako. Hiyo imenyooka, iko open. Unajulishwa kiwango ulicho nacho kimaandalizi katika fikra. Kwa lugha nyingine ni hivi, unaweza
kuna hatua Mungu anataka kupeleke mbele, kuna jukumu mbele anataka kupeleka, lakini kila akikuangalia anaangalia kiwango ulichonacho kimaandalizi katika fikra, katika ufahamu, ukilinganisha na jukumu au kiwango ambacho Mungu anataka kupeleka kimaisha, ama kinapwaya au kuna mahala kiko vizuri. Bwana sifiwe. Inategemea sasa umeota nini. Acha nirudie, unajulishwa kiwango ulichonacho. Kwa hiyo usije ukaondoka hapo ukaenda kuchukua sketi ya shule ukaanza kusoma tena shule ya msingi. Inawezekana Mungu anakuambia halo, kuna kiwango cha maandalizi. Usisahau neno maandalizi. Kuna kiwango cha maandalizi. Mfano, wangapi ashai kuota anatakiwa afanye mtihani, lakini ndani ya ndoto anajisikia kabisa hajasoma, hajajitayarisha kwa ule mtihani, ana wasiwasi na huo mtihani hata akiwa kwenye ndoto. Mimi mmoja wapo, ili watu watiwe moyo. Kumbe nikinyosha mimi ndo mnanyosha wengi. Unajua maana hiyo ndoto? Mwingine akiamka anaikemea. Unakemea nini? Shukuru Mungu. Anakwambia halo, kuna level unatakiwa kwenda, lakini kiwango chako cha maandalizi kiko chini. Sababu kazi ya mtihani siku zote is to take you another level. Are you following? Wangapi mnanielewa ninachokisema? Kazi ya mtihani siku zote huwa ni kukupeleka level nyingine. Sasa ghafla Mr. Vedasto unaona kwenye ndoto kuna mtihani unatakiwa ufanye. Unajiona uko shuleni, kuna mtihani uko ufanye, na unahangaika kabisa, sijasoma. Au maswali yanakuja huyajui yote. Sasa usije ukaamka ukasema baba nifunulie yale maswali. Maswali yakuwa hana kazi na wewe, ila ni ulimwengu wa roho kwa unakufunua kwamba kuna level unatakiwa uende. Unanielewa? Kuna kiwango unatakiwa uende, lakini hujajiandaa. Huna maandalizi ya kimawazo, huna maandalizi ya kifikra, huna maandalizi ya ujumla ya kuenda hiyo level. Na saa ingine Mungu anatamani kupeleka hiyo level, kwa anachofanya anaifunua hiyo ndoto. Na ndoto itakuja ni ndoto ya kielimu. Elimu ya staili gani? Unaweza kajiona uko shule ya msingi. Pamoja za shule ya msingi zina tafsiri kama 4 hivi, nitazisema zingine. Lakini unaona uko shule ya msingi, lakini umemaliza chuo kikuu. Maana yake unaambiwa halo, level unaotakiwa kwenda na kiwango chako cha maandalizi na cha ufahamu na fikra viko mbali sana. Hujanielewa ninachosema. Biblia inasema hivi, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huwezi kwenda mbali zaidi ya fikra zako, huwezi kwenda mbali zaidi ya jinsi unavyoona, huwezi kwenda mbali zaidi ya jinsi unavyowaza. Mungu anaona mbali, anataka kwenda na wewe. Akiangalia namna unavyowaza, anaona mnapishana, ghafla anakushindilia ndoto ya shule. Umepiga kasketi ka kijani, mama mzima una watoto 3, tena unahangaika kufunga ikutoshi, ushakuwa mkubwa. Nasema pastani, yani kwanza kasketi kenyewe pastani paka aibu kadogo. Ukitoka hapo kuna aina maombi utakiwa kuomba. Mungu niandae, Mungu nisaidie kupata aina ya maarifa ninayohitajika kuwa nayo ili nifike kule unakotaka nifike. Nisaidie kupata aina ujuzi ninayotakiwa kuwa nao ili nifike kule ninakotakiwa kufika. Nisaidie kupata aina ufahamu ninayohitajika kuwa nao. Niandae Bwana. Wengi wakiamka wanakemea, nafunga roho ya sketi ndogo. Mwambie mwenzio roho ya sketi ndogo. Tena ikiwa kijani ndo unanuna zaidi, hata mimi nanuna. Tena kijani niri ingekuwa blue. Funga. Hapana. Kuna kitu Mungu anasema na wewe. Usisahau, elimu ikija kwenye ndoto zako, moja kitu inakuelekezea swala la maandalizi, inakuelekezea swala msimamo wa kifikra, msimamo wa kimawazo, msimamo wa kiujuzi kutokana na jukumu lililoko mbele yako. Bwana sifiwe.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu anabarikiwa hapa? Jambo la pili, kwenye ndoto hiyo ya chuo au shule, ndoto hii inamaanisha pia unajulishwa kuna hatua mbele yako ya kiutendaji na kimaisha unayohitaji maandalizi ya kifikra. Sijui kama unaweza kutofautisha na ya kwanza, sababu za elimu zote zinafanana kwa karibu. Ya kwanza nasema hivi, unajulishwa kiwango ulicho nacho. Tafsiri ya kwanza umeelewa? Tafsiri ya kwanza imelala kwenye neno kiwango, si ndio? Level. Ya kwamba tafsiri ya kwanza, unajulishwa kiwango ulicho nacho kimaandalizi katika fikra zako ukilinganisha na jukumu ulilonalo au uliloko mbele yako. Sawa sawa? Tafsiri ya pili, unajulishwa kuna hatua mbele yako, hatua ya kiutendaji na ya kimaisha, ila inahitaji maandalizi ya kifikra. Mmeweza kuzitofautisha? Mmeweza kuzitofautisha? Okay. Twende ndoto ya tatu. Sijui kama umeweza kufuatilia mtiririko wangu vizuri. Ndoto ya kwanza, ndoto zote zinazohusu elimu kwa ujumla wake, sijui masomo, sijui chuo, sijui ada, sijui nini, nimekupa picha ujumla. Ndoto ya pili, ukiota uko chuoni au shuleni, nimekupa tafsiri mbili. Sawa sawa? Ya tatu, ukiota ndoto uko kwenye chuo cha zamani ulichowahi kusoma au uko kwenye shule ya zamani uliowahi kusoma, kuna watu wasema pasta hapo, sababu wengi mnakutana na hizo. Ukiota uko kwenye chuo cha zamani au shule ya zamani uliowahi kusoma, maana yake ni nini? Usiondoke kwenye msimamo wa ndoto za elimu. Ndoto za elimu, kwa mujibu wa Biblia kazi yake ni kukuandaa. Usisahau hiyo. Ukishika hayo itakusaidia sana kwenye utafsiri. Usisahau hiyo kwamba kuna maandalizi ya kifikra. Wangapi amenielewa? Kwamba ukiota ndoto ya elimu, ukiamka, namba moja, tambua general ndoto ya elimu inahusiana na nini? Maandalizi ya kifikra, ujuzi, msimamo, mawazo ambayo yanalenga jukumu fulani mbele yako. Ukishajua hiyo, ndoto yoyote itakuwa ni rahisi kuanza kuifungua. Sawa sawa? Okay. Are you blessed? Namba moja, inamaanisha ni Mungu anasema nawe, wala sio shetani. Na nyingi hizi sio shetani, ni Mungu. Inamaanisha unatumia zaidi hazina ya fikra za zamani kuliko hazina ya fikra mpya. Na kwa ajili hiyo viwango vyako vya kazi au vya kimaisha au vya kihuduma viko chini ya kiwango kinachohitajiwa. Inamaanisha unatumia zaidi fikra ya zamani kuliko hazina za fikra mpya, na kwa ajili hiyo viwango vyako vya kazi au viwango vyako vya kiutendaji, viwango vyako vya kimaisha au kiutumishi au chochote kile, viko chini ya kiwango kinachohitajika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 13:52, Biblia inasema kwamba ndani ya mtu kuna kaa hazina, na moja hazina Biblia inasema ni hazina ya elimu. Akawaambia kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu, sema mwenye elimu, ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atwae katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Sasa ngoja nikusaidie. Inawezekana hawa waandishi walikuwa na elimu, sio wote. Ndio maana nasema akwambia kwa sababu hiyo kila mwandishi, maana kuna waandishi walikuwa hawana hiyo elimu ya ufalme wa mbinguni, na kuna waandishi walikuwa na hiyo elimu ya ufalme wa mbinguni. Sawa sawa. Asema hawa wenye elimu ya ufalme wa mbinguni, ndani yao kuna hazina ya vitu viwili, hazina mpya na hazina kale. Kwa sababu ndani yao ni waandishi hawa wanaijua Torati. Sema Torati, elimu ya kale wanaijua, na hapo hapo wanajua elimu ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndani yao wana hazina mbili, hazina ya kale na hazina mpya. Alafu anasema hivi, sasa wakitoa asema amefanana na mtu mwenye nyumba atwae katika hazina yake vitu vipya na vitu vya kale. Sawa sawa. Kumbe mtu anaweza akawa na fikra, mtu anaweza akawa na elimu fulani. Jamani, nikiongelea elimu msije mkawaza naongea vyeti. Mnanielewa? Nikisema elimu sio kafikiri nimetaja vyeti. Sasa kama ndugu yangu ni HR, amesoma mambo ya HR, sasa sema hii HR yangu ni ya kizamani. Elimu ni zaidi ya vyeti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Fikra unazofanyia kazi, mitazamo unaofanyia kazi, aina ujuzi unaofanyia kazi. Anasema unaweza ukaoperate leo, lakini unafanya kazi na hazina ya zamani. Si ndio Biblia inaonyesha? Sasa Mungu akitaka kukusaidia hapo anafanyaje? Ghafla unajiona ushamaliza shule au chuo miaka mingi sana, ghafla unajiona uko kwenye chuo. Sasa ni heri chuoni, ghafla unajikuta uko chekechea. Inakuonyesha umbali wa mawazo na elimu unaofanyia kazi ndani yako, umbali wake kutokea pale ambapo Mungu anataka kufikisha. Ndoto hizi mara nyingi ni za kumlilia Mungu akusaidie, akuandae. Sema amina. Akupe ule ufahamu unaohitajika ili uende unakotakiwa kwenda. Sema amina. Sema amina. Usisahau kina Danieli walipewa elimu kuandaliwa, kwa sababu aina elimu aliyokuwa nayo ilikuwa haifai kwa jukumu liloko mbele yao. Holy Spirit, unanielewa? Sio kwamba kina Danieli hawakuwa hawana elimu, walikuwa na elimu, lakini elimu aliyokuwa nayo ilikuwa mbali sana kutokana na jukumu. Pana gap kubwa. Kwa hiyo wapelekwe tena, kuna kiwango cha maarifa, mawazo, namna kufikiri iwekwe ndani yao ili waweze kukaa pale wanapotakiwa kukaa. Na kuombea kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo, yale maarifa, zile aina fikra, ile aina ya vitu unavyotakiwa kujua ili uvifanyie kazi, maisha yako yaende mbele, hivyo vitu viachiliwe kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa zingine ndoto hizi zinakuonyesha ni wapi ulipo stuck, ni wapi ulipokwamia, kwamba umekwamia hapa. Wangapi wameelewa hiyo tafsiri? Ukiangalia Korinto wa pili 4:6,
inazungumzia juu ya elimu ya utukufu wa Mungu. Sasa hebu nisikilize, haijalishi umeokoka kiasi gani, kama una elimu ya utukufu wa Mungu huwezi kuona utukufu wa Mungu. Wangapi wananielewa? Haijalishi umeokoka kiasi gani, kama una elimu ya ufalme wa Mungu huwezi kufurahia ufalme wa Mungu wala kuona faida ya ufalme wa Mungu. Sasa nikisema elimu, ninamaanisha aina ya fikra inayofanya kazi ndani yako. Mnanielewa? Sababu kazi ya elimu ni kuleta fikra, inakuandaa kifikra, inakuandaa kimtizamo, inakuandaa kimawazo. Ndio maana tukimchukua huyu tukampeleka jeshini, wewe tukakupeleka Bugando pale hospitali, ukafundishwa mambo ya udaktari, huyu akafundishwa mambo ya kijeshi, wote ni wanadamu, lakini fikra zenu ni tofauti, mtizamo wenu ni tofauti. Wewe ukisikia bunduki unakimbia, yeye akisikia bunduki anaenda mbele. Ni nini? Elimu, fikra inayofanya kazi ndani yake. Kwa saa zingine Mungu akitaka kusaidia kwamba halo, umekwama kifikra, inasikana hata ni business, kuna fikra mpya zinatakiwa zisajiliwe kwenye hii biashara yako. Kuna fikra mpya unazihitaji kwenye biashara au kwenye utumishi au kwenye huduma. Ghafla unaona uko shuleni, ghafla unaona unafanya mtihani afu haujui, ghafla unajiona unafunga sketi shule za msingi, kumbe unaambiwa halo, fikra, kuna mtazamo, kuna fikra, kuna ufahamu unatakiwa kuwa nao ili kuenda kule unakotakiwa fani kufika. Namuomba Mungu ufahamu wowote ambao wewe unahitajika kuwa nao ili ufike kule Mungu anakotaka kufika, huo ufahamu Bwana ufungue juu ya maisha yako. Nasema huo ufahamu Mungu afungue juu ya maisha yako. Biblia inasema utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Biblia inasema kwenye 4:6 Yosia, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake unaweza ukakosa maarifa fulani ukawa stagnated somewhere, utakemea mpaka kesho. Kitu cha maarifa, nisikilizeni, hakiondolewi na kukemewa. Acha nirudie, kitu cha maarifa hakiondolewi na kukemewa. Ujinga hauondolewi na kukemewa. Ukikwama kwa sababu ya ujinga, hata ukemee miaka 2 hutasogea. Ujinga unaondolewa na ufahamu. Nasema unaondolewa na ufahamu. Kwa ukiona ndoto za staili hii, kimbia kwenye maombi, mwambie Bwana nisaidie yale aina ya maarifa nayohitaji ili nifike unakotaka nifike. Wangapi mnanielewa ninachokisema? Wangapi mnanielewa ninachokisema? Unanipata kidogo? Kwa hiyo hebu tena wangapi mnaota ndoto za shule? Nyanyua mikono juu. Ona jinsi Mungu anavyosema na nyie. Yaani wote ni majembe. Yaani ona jinsi ambavyo Bwana anasemaga na nyie. Jipigie makofi unamsikia Bwana. Jipigie tena makofi wewe unamsikia Bwana. Alafu mwambie jirani, kumuelewa sasa. Kumsikia nilisikia, kuelewa sasa ndio naelewa leo. Roho ya shule msingi ninakufunga. Roho ya shule msingi ninakufunga. Mwambie wenzao, roho ya shule msingi ninakufunga. Haleluya! Kula nyuma, haleluya! Okay. Tafsiri nyingine ya ndoto hiyo hiyo. Ukiota uko wapi? Toa sauti, ukiota uko wapi? Ndoto hii inakupatia kujua au inakufunulia kuwa kuna eneo la kifikra. Kuna eneo la kifikra lililokwamishwa na shetani katika kiwango cha ama chuo
au shule ulioiota. Chuo au shule ulioota lakini usoma zamani. Kuna kiwango, kuna eneo la kifikra, la kimawazo kwenye kuwaza umekwamia hapa. Wakorintho wa pili 10, Wakorintho wa pili 10:3-5. Ngoja nikwambie, hawapo hapa. Nilisoma chuo, kuna department, mimi nilikuwa nimesoma nimeokoka. Alafu kuna department moja paka nafikiri nilikuwa naambia mke wangu, hii department nafikiri inahitaji deliverance. Inahitaji kufunguliwa, sio bure. Yaani elimu hiyo alafu wamekwamia hapo hapo. Wamekwamia hapo hapo. Kabisa. Sasa sababu sijasema ni chuo gani na usibahatishe. Ilikuwa ni department ya economics. Na mimi nilikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa economics. Nikiangalia department zote walimu wao, mfano department ya business, unaona mwanga wa maisha. Wale wa department yangu sasa, kwanza kuna mmoja alikuwa na masters level, anafundisha wanafunzi wa masters, kwa hiyo karibia na PhD, ni doctor. Sio karibia, ni doctor. Anagongea daladala, silete mchezo. Yaani akienda pale kwenye daladala nauli ni 300 kwenda town, 500, anasema mimi na 400. Unajua baadaye nikamwambia mke wangu, hii itakuwa hii kitu isije kanishika mimi, unajua na nasoma hii department, kwa hiyo nikaa najikumuta isije kanishika. Wote hawana gari kasoro mmoja, mkuu wa department, na ni kigari cha zamani ambacho kusheni zake zimewekwa, mshaona zegeza wazee zamani nashonewa kusheni nyeupe, nashona sio kusheni, kitambaa cheupe, utafikiri umeingia sebleni cha zamani tu. Nikakaa nao siku moja, nilikaa na mmoja tu, kaona acha tuongee. Sasa kwa hii roho sasa, unajua mimi nilisoma ni mkubwa, kwa hiyo tunahojiana. Akaniambia, you know, economical, ukiwasha gari hapa hadi mjini, economical sio sawa, kwa sababu kiwango cha mafuta utachotumia hadi mjini gharama yake ni zaidi ya daladala. Lakini kuna kitu kinaitwa depreciation, uchakavu kwa Kiswahili. Tairi zile zinaendelea kuisha, kuna vyuma vinasagana. Akikueleza unabaki kwenye hizo fikra, akikueleza unabaki kwenye hizo fikra. Kwa hiyo kiuchumi, kupanda daladala economically ni nzuri zaidi kuliko kuendesha gari yako. Na ukipiga mahesabu, ndio maana department nzima hakuna mwenye nani, mpaka anayefundisha PhD hana. Sasa sikiliza hii. Kumbe unaweza ukakamatwa na fikra. Zinaweza zikawa ni fikra za mahali uliposomea, au ni Mungu tu anakuambia, alo, kuna fikra mgando zimekukamata, ndio maana hausogei. Kwa hiyo Mungu akikusaidia anakuletea uko shule ya msingi. Tena nikienda mbele utagundua shule ya msingi vile vile naongelea fikra za kimsingi. Unajua kuna fikra afu kuna foundational thinking, kwamba bana kuna mawazo ya kimsingi umeyakosa. Wangapi wananielewa? Hii sio kama ya nyoka jamani, najua nyoka ni rahisi kuitafsiri. Kuna fikra ambazo shetani amezitumia kukutengenezea ngome. Kwa hiyo ni kama umefungwa mahala lakini hujijui kifikra. Kwa kuna namna unawaza, kuna namna unafikiria, kuna aina fulani elimu iliingia ndani yako ukabaki hapo. Mungu akusaidie hiyo ivunjwe katika jina la Yesu. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Pandisha. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Hata kuangusha nini? Watu wengi wakisikia kuangusha ngoma wafikiri ni kuta. No. Biblia sema hizi ngome ni mawazo. Sema mawazo.
Sema fikra. Maana yake fikra zinaweza zikawa ngome ndani ya mtu. Fikra zinaweza zikawa ngome ndani ya mtu, na hiyo ngome akashindwa kutoka kabisa. Ni fikra. Asema hata mkiangusha ngome, inatafsiriwa mstari wa 5, ukiangusha mawazo na kila kitu kilichojiinua kijiinuacho kinyume cha elimu ya Kristo. Kwa unaona ngome zinazoongelewa hapo ni ngome za kimawazo. Amina. Sema ngome za kimawazo. Maanake kuna aina ya mawazo adui ametumia akakubakiza mahala. Kwa saa zingine Mungu anaweza akakuonyesha ya kwamba uko juu lakini unaonekana uko shida msingi. Maana yake anakuambia kuna aina ya mawazo ya chini umekwamia mahala, au kuna aina mawazo kwako unaona ni ya juu lakini umekwamia hapo. Sawa sawa. Kwa hiyo ngome ya kifikra, hiyo ngome ya kimawazo unatakiwa ufanye nini? Uyangushe. Na saa zingine inabidi uombe sasa ili ujue okay, nishapata picha ni hii, lakini ni aina gani ya mawazo, ni aina gani ya fikra? Inabidi uombe sasa. Bwana asifiwe. Na ukimsikiza Roho Mtakatifu utajua kabisa, utasikia ndani yako kabisa ni hii area, ni hii area, kwamba ndio hapa huwezi kusogea, lazima aina yako ya mawazo hapa ibadilike, umefungwa katika ngome. Tutaendelea tena wiki zinazokuja. Hii shule inataka kwenda polepole kidogo, lakini acha niongeze moja la haraka. Ukiota huko shule ya msingi, namba 1, unataarifiwa kuna maandalizi ya msingi unaopaswa kufanya. Unajua nikishasema maandalizi ya msingi ni tofauti nikisema na maandalizi. Mr. Kaigu, umeelewa? Mtu akwambia bana haya ni maandalizi ya msingi, na mwingine akwambia tu haya ni maandalizi, ni vitu viwili tofauti. Si ndio? Ukiota huko shule ya msingi kibibilia unapewa taarifa. Nishakwambia moja hapo, unaweza kama umepewa taarifa hii kuna ngome ya msingi imekukamata, lakini vile vile kuna maandalizi ya msingi ambayo namba 1 hauna. There is a very foundational preparation you don't have. Inasikana kwenye ndoa kuna maandalizi ya msingi sana. Uko kwenye ndoa ni kweli, lakini hauna hayo maandalizi. Hukuandaliwa hilo eneo. Au uko kwenye huduma kuna maandalizi ya msingi sana, hauna hapo. Hauko kwenye biashara, uko kwenye maisha yako. Biblia inajaribu kukutaarifa kuna very foundational preparation, hauna. Namba 2, kuna very foundational preparation you need. Kuna maandalizi ya msingi sana unayohitaji. Amen. Kuna maandalizi ya msingi sana unayohitaji. Ndio maana inaitwaga shule ya msingi. Is a foundation for schooling, is foundation for preparation. Kuna maandalizi ya msingi unahitaji. Kwa hiyo pasa anafanya nini? Ingia kwenye maombi, tafute Mungu, mwambie Mungu yale maandalizi ya msingi ama nimeyakosa au ninahitaji, naomba msaada wako unisaidie. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Acha kupe maandiko hapa alafu tufungie hapo leo. Zaburi 11 mstari wa 3 inasema kitu fulani kuhusiana na msingi. Inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ubora wako
Kwenda kwako mbele kunategemea na hali ya misingi yako. Lakini misingi naongelewa sasa hapa mimi ni misingi ya kifikra, misingi ya kimawazo, misingi ya kimaandalizi. Tumeelewana kwenye ndoto za elimu? Misingi ya kimawazo. Asema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa ukiona shule ya msingi, nenda katafute maandiko yanayohusiana na mambo ya msingi. Nenda tu katafute maandiko yanayohusiana na mambo ya msingi. You will get a revelation there. Kwanza umeshajua likishahusu elimu. Sababu ni shuleni mambo ya elimu. Elimu inaongelea swala msimamo wa kimawazo, msimamo wa kifikra, si ndio? Kuandaliwa kwa ajili ya jukumu fulani. Huko shule ya msingi kuna mawili. Kuna fikra za msingi unahitajika kupata ili kufika unakotakiwa. Kuna aina ya mawazo ya muhimu sana, ya msingi sana. Mbili, kuna vitu, fikra za muhimu, za msingi umekosa. Kwa hiyo misingi yako imeharibika. Kuna umbali huwezi kwenda. Mungu akitaka kukusaidia kufunua hiyo, anakuletea ndoto huko shuleni. Anakuletea ndoto huko kwenye shule ya msingi. Bwana asifiwe. Ebrania, unapenda Ebrania? Ebrania 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ebrania 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena. Sema tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu. Sasa hii ni misingi miwili. Hii ni misingi miwili. Asema kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Sema mafundisho ya kwanza ya Kristo. Sema mafundisho ya kwanza ya Kristo. Unajua maana neno mafundisho ya kwanza ya Kristo? Mafundisho ya msingi. Sasa ukisikia neno mafundisho, Mr. Vedasto, ni fikra. Maana yake fikra za kwanza za Kristo ndio unachoambiwa. Aina ya mafundisho yanatengeneza fikra wewe. Si ndio? Halo? Na mafundisho ni elimu. Sawa sawa? Kwa elimu kazi yake ni kukushindilia aina fulani ya fikra. Ni kukushindilia aina fulani ya mawazo. Ni kukushindilia aina fulani ya mtazamo. Biblia inasema tukiacha kuyanena mafundisho yale ya kwanza, yani tukiachana nayo, tukiacha kuyanena yale mafundisho ya kwanza, zile fikra za kwanza, yale mawazo ya kwanza, ule msimamo wa Kristo tuliojengewa. Asema tukiacha hapo na tukaanza kujenga msingi mwingine. Huo msingi na nyo ulijengwaje? Ulijengwa na mafundisho mengine yanayosababisha kuanza kutubia kazi zisizo na uhai, na yenyewe ni fikra zilijenga. Kwa hiyo unaona misingi, lakini msingi muhimu. Mungu akusaidie. Ukiona uko shule msingi, moja kitu Mungu anakuambia, halo, kuna issue kwenye foundation yako. Lakini foundation ya kifikra. Useme tena foundation ya mababu. Umeelewa? Usije kusema kule kwetu kijiji. Ni wewe. Kwa hiyo kuna aina ya mambo ya msingi unahitajika kuwa nayo, ya kifikra, kimawazo, ya kiufahamu. Ama hauna au inahitajika kuwa nayo ndio ufike kule unakotakiwa. Simama kwa miguu yako. Hii ndoto ya leo sio mchezo. Hii iko very technical. Tofauti na ile nyoka anakuuma sikakuuma, umeona? Wangapi wamenielewa kidogo? Wangapi wamenielewa kidogo? Wangapi wamepata kitu cha kuwasaidia? Narudia, asilimia kubwa ya ndoto hizi ukitoka anza kuomba. Anza kuomba. Sawa sawa? Anza kuomba. Na nizimalize tu zote kwa neno hili jepesi.
Unafanya mtihani huja umaliza. Unafanya mtihani haujui. Unaingia kwenye chumba cha mtihani unatetemeka kwa sababu unajisikia kabisa sijasoma. Hizo ndoto zote ni za kuonyesha swala la maandalizi. Amina. Ya kwamba kuna level unatakiwa uende, lakini maandalizi yako yako chini. Maandalizi yako hayako sawa. Hii nitarahisisha kama nitakuwa nimewafundisha zote kwa mkupuo. Sawa sawa? Wangapi wamenielewa? Swala la maandalizi. Na hiyo kuonyesha Mungu kuna umbali anataka kukupeleka, lakini hawezi kukupeleka umbali huo kwa aina hiyo ya fikra au hiyo stamina ya maandalizi. Huko juu kunahitaji another level of stamina. Je, mnajua Mungu alipotaka kufanya Ibrahimu kuwa baba wa watoto wengi, ilibidi ampeleke shule, abadilishe kwanza fikra zake. Biblia inasema alimwambia hesabu nyota, akamwambia angalia mchanga wa baharini. Tena siku ya kuongea naye kwenye ile hema yake, alimwambia toka nje wewe. Akamwambia hesabu, alipohesabu akashindwa, akamwambia sasa nisikilize, nitakupa watoto kama hizo nyota. Maana yake alitaka kwanza Ibrahimu aweze kufikiria kama Mungu anavyofikiria, ndipo amfikishe kule ambako Mungu anataka. Kwa sababu neno nasema wawili hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. Huwezi kwenda na Mungu kwenye umbali anaotakiwa kupeleka kama hauoni kama yeye anavyoona. Yeye akiona A, wewe ukiona C, utaishia C. Wawili hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. Wanapatana kwenye nini? Mawazo. Usifikiri kupatana ni kushikana mkono. Watu mnaweza mkashikana mkono, lakini mawazo kila mtu yamegeukia kwake. Si ndio mtaalamu? Kila mtu amegeukia. Sema Bwana Yesu. Pakule mwisho sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Popote nilipokwama. Maanisha sema popote nilipokwama kifikra, kimawazo, kimtizamo, kimaandalizi, kiasi kwamba ninashindwa kufika kule unakotaka nifike, kwenda viwango unavyotakiwa kwenda, kiroho, kiutumishi, kimaisha, kiuchumi, kifamilia na kona yote maisha yangu. Umbali unaotakiwa kufika unaokwamishwa na maandalizi yangu. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Niandae Bwana. Niandae Jehova yale maandalizi yanayohitajika. Yale maandalizi yanayohitajika katika maisha yangu ili niweze kufika umbali unaotaka. Bwana, Bwana nisaidie. Nisaidie. Nijiandae. Lipuka, anza kuomba. Rakatakaka yekalaka pashakatakaka yekandoko papapa yekalaka sakataya yekatakaka. Umesema nasi sana, umesema nasi sana na hatukujua. Umesema nasi sana kwa njia ya ndoto, hatukujua, lakini leo Bwana tumejua ya kwamba kumbe ulikuwa unaongelea maandalizi. Ulikuwa unaongelea maandalizi, ulikuwa unaongelea fikra, unakuwa unaongelea mtizamo, ya kwamba kuna aina mitizamo ambayo imenishikilia, ninashindwa kufika nakotakiwa. Bwana, badilisha mtizamo wangu leo, badilisha fikra zangu leo. Yale maandalizi ninahitajika kuwa nayo. Baba, naomba neema yako ya kuniandaa. Omba mpendwa, omba. Hii hakuna kukemea, ni kuomba. Maanisha mandaraka shakataya yekalaka pasokotaya yekatakaka. Hebu omba kwa kumaanisha, hebu omba kwa mzigo. Mwambie Baba nisaidie, Baba nisaidie,
aina ya mtizamo, aina ya fikra, aina ya mawazo, aina ya maandalizi nayohitajika kuwa nayo. Nipe kujiandaa, nipe kujiandaa. Niandae Bwana, niandae Jehova, niandae kwenye uchumi wangu, kwenye biashara zangu, kwenye ndoa yangu, kwenye kazi zangu, kwenye utumishi. Omba. Kazi ya elimu ni kukuandaa. Kazi ya elimu ni kukupa fikra kwa ajili ya jukumu lililoko mbele yako. Kazi ya elimu ni kukupa aina ya mawazo kwa ajili ya jukumu lililoko mbele yako. Fikra kwa ajili ya kiwango unachotakiwa ukiendea. Mwambie Baba, nisaidie, nisaidie pale ambapo mawazo yangu yako chini, fikra zangu ziko chini, pale ambapo kuna ufahamu wa msingi sinao, kuna ufahamu muhimu siko nao, na huo ufahamu unahitajika ili niinuke. Father, nipe huo ufahamu. Nataka niombe, watu wanaomba kwa mzigo. Ni ombi la muhimu sana. Mandarakaka yeka laka shaka taya yeka taka popo yeka pashaka. Weka mkono wako kichwani wa kulia, weka mkono wako kulia, anza kuomba, anza kuomba. Baba, nipe ufahamu, niandae Bwana ule ufahamu wa msingi ninaotakiwa kuwa nao, yale maarifa ya msingi ninaotakiwa kuwa nao, ule ujuzi ninaotakiwa kuwa nao, ile aina mawazo ninaotakiwa kuwa nao, ili niweze kufika rakashakataya yeka laka pasokoko yeka takakakaka yeka pasokoko yeka shakataya yeka laka. Inasikana kwenye biashara zako, inasikana kwenye uchumi wako, inasikana kwenye ndoa yako, inasikana kwenye utumishi wako, inasikana kwenye kazi zako. Endelea kuomba. Something is happening. Kuna kitu kinaachiliwa juu yako, kuna neema inaachiliwa juu yako, kuna mawazo yanaachiliwa juu yako. Endelea kuomba. Kuna maarifa yanaachiliwa juu yako. Endelea kuomba. Mandoraka yeka laka pasha. Bwana, sante kwa somo ila ajabu, sante kwa somo ila ajabu, sante kwa somo ila ajabu. Umekuwa ukisema nasi na hatuelewi, umekuwa ukisema nasi na hatuelewi. Sasa tumeelewa ya kwamba ndoto yoyote inahusu shule inaongea swala la maandalizi, ya kwamba kuna kiwango cha maandalizi tunakihitaji kwa ajili ya level, kwa ajili ya kiwango tunachotakiwa kukiendea, kwa ajili ya jukumu lililoko mbele yetu. Tusaidie kuanzia leo, 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 tusaidie kuanzia leo. Tupe yale maandalizi, tusaidie na hayo maandalizi, tusaidie hayo maandalizi. Endelea kuomba. Jesus, katika jina la Yesu maomba, na watu wote waseme amen. Piga kelele amen. Rudia maombi haya, sema Mungu, ninakushukuru kwa neno lako. Sasa nimeelewa, umekuwa ukisema na mimi na ukinifunulia na ukinijulisha kuhusu maisha yangu kupitia ndoto za elimu. Mungu, nimetambua ndoto za elimu zinaongelea maandalizi, zinaongelea maandalizi, ya kwamba kuna kiwango cha maandalizi sina. Ndio maana najiona kwenye vyuo ambavyo shamaliza kusoma au kwenye shule ambazo shamaliza kuondoka, zinaonyesha kwamba kuna kiwango cha maandalizi kinachohitajika na sina maandalizi. Kingine Bwana, nimejua ninapoona ndoto hizi ni kwamba kuna ufahamu wa msingi, kuna ufahamu wa msingi sina au nina uhitaji. Bwana, ninapoona ndoto hizi ninajua kwamba kuna kiwango kiko mbele yangu, kuna kiwango kiko mbele yangu, kuna jukumu liko mbele yangu, na ninahitaji maandalizi
ya kiufahamu, ya kifikra, na kuomba kuanzia leo ile neema yako inayosaidia watu ikanisaidie Bwana. Eneo lolote la maisha yangu ambalo linahitaji maandalizi, mkono wako unisaidie, mkono wako unipiganie kwa jina la Yesu. Na watu waseme amen. Pokea hiyo neema, 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 pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. From today, kuanzia leo, you will never miss your promotion again. I say you will never miss your promotion again. You will never miss your promotion again. Kuanzia leo hautamisi wakati wa maandalizi tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ule umbali ambao Mungu amekusudia kukupeleka hautakuwa chini ya kiwango cha maandalizi ya ule umbali, kwa jina la Yesu. Mungu atasema na wewe utaelewa, na haraka utakimbia kwenye maombi. Na wengine ukishakimbia kwenye maombi, ghafla unaweza ukasikia hata nenda YouTube, sikiliza somo hili hapa. Ukisikiliza unapata aina fikra, aina elimu inakuandaa kwa ajili ya jukumu liloko mbele yako, in Jesus name. Listen, kama Mungu wangu aishifu alionituma kwenye maisha yako, natamka nafasi yako ni juu na ni juu tu. Nasema natamka nafasi yako ni juu na ni juu tu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ni kichwa wala sio mkia. Wewe ni wa juu wala sio wa chini. Wewe fungu lako ni mbele, fungu lako ni kuinuka, fungu lako ni baraka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haujaja hapa kanisani uje uwe mkia, umekuja hapa uinuke. Pokea neema kuinuka, pokea neema kushinda, pokea neema kufanikiwa, in Jesus name. Hallelujah.